Na kimsingi ni kuhusu anwani za makazi. Kama mnavyojua, hata sisi kule mamlakani tunaposema mawasiliano yana sehemu tatu. Mawasiliano ya simu na internet, mawasiliano ya radio kwa maana ya kwamba broadcasting na TV, lakini pia pamoja na shughuli za postal and courier services. Maana ya kwamba hata ukiagiza kitu mtandaoni, siku ya mwisho inabidi kikufuate uliko. Na what does that mean? Au maana yake nini? Ni maana yake lazima tuwe tunajua unakaa wapi, the physical address inakuja into place. Kwa hiyo unakuta hii ecosystem nzima ya uchumi wa kidijiti, hii sehemu ya kuwa na address ya makazi, the physical addressing, ni sehemu muhimu sana ambayo bila hiyo huwezi ukamaliza ule uchumi wa kidijiti ipasavyo. Kwa hiyo ni miongoni mwa shughuli ambazo ni muhimu sana ili kuhakikisha nchi yetu ni kubwa sana, kwamba adresi za makazi zinakuwa ziko vizuri, lakini kwa maeneo ambayo ni mapya, basi wenzetu wa serikali za mitaa, the local government authority, wanapoyapanga wanakuwa wanaendeleza, lakini na maeneo ambayo yanarekebishwa, basi tunahakikisha tunarekebisha vizuri, na yale maeneo ambayo yalikuwepo ambapo bado physical address hazijakaa vizuri, basi ni muda mwafaka wiki hii kuhakikisha kwamba tunahamasika kuhakikisha kwamba tuna hizo anwani za makazi zimekaa vyema katika maeneo hayo. Lakini kama ulivyoona kwenye mabanda tofauti hapa, yanaonyesha umuhimu na matumizi wa hizi physical addressing na hasa mfumo wa NAPA. Tumeona pale kwenye loan board, mikopo ya wanafunzi, tumeona kwenye shughuli mbalimbali za kibenki, tumeona na huduma nyingine za mawasiliano ambazo ziko hapa, ambazo zinavyoweza kutumia mfumo wa NAPA, lakini zinavyoweza pia kufaidika na uwepo wa hii ecosystem ya physical addressing system. Jina langu ni Ferdinand Kabyemera, ni mkurugenzi wa masoko na mauzo shirika la Posta Tanzania, lakini leo mahususi namwakilisha Posta Master mkuu. Kwa kweli anwani za makazi na huduma za shirika la Posta Tanzania zinaenda mkono kwa mkono. Shirika la Posta Tanzania katika utoaji wake wa huduma haiwezi kufanya hivyo bila kuwa na anwani mahiri za makazi. Kwa hiyo ndio maana tunasema tunapokuwa na smart addressing tunakuwa na smart delivery, kwamba tunawezesha kwamba mzigo unatoka sehemu moja unaenda sehemu nyingine. Tunaona leo hii mfanyabiashara wa Kariakoo ana uwezo wa kumuuzia mteja wake ambaye yuko mkoa wa Kagera na akawa na uhakika kwamba mzigo ule utafika bila wasiwasi wowote. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna anwani za makazi. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wananchi kupitia wiki hii ya anwani za makazi kwamba wawe mstari wa mbele katika kutunza hii kwanza miundombinu ya anwani za makazi, kwa sababu cha kwanza kabisa inawezesha utoaji wa huduma. Sio tu za posta peke yake, lakini ni huduma zote. Kama ambavyo tumeona kule ndani kwenye hotuba, tunaona kabisa services tofauti za usalama, za afya, za elimu zina uwezo wa kutolewa kupitia uwepo wa anwani za makazi. Kwa hiyo tuwe mstari wa mbele kuhakikisha tunazitunza kwanza hii miundombinu ya anwani za makazi, lakini vile vile tuhakikishe kwamba tunahamasishana sisi kwa sisi kwamba kwa namna moja au nyingine basi tunahakikisha maeneo yetu yanatambulika kuanzia majina ya mitaa, lakini vile vile kwenye namba za nyumba, lakini vile vile basi tuweze kuzitumia hizi huduma zetu ipasavyo, kama huduma zetu za shirika la Posta Tanzania na huduma zingine ambazo zinapatikana.